Waumini wa dini ya Kiislamu wametakiwa kuendelea kusaidiana ili kupata fadhila kubwa mbele ya Allah. Kauli hiyo imetolewa na mwalimu mkuu wa Madrasatul Khairiyatul Islamia ya Mpendae, Mwalimu Muhammad Juma Salehe, mara baada ya kufutarisha watu wenye mahitaji maalum pamoja na watoto mayatima iliyoandaliwa na jumuiya kuendeleza walimu wa vyuo vya Qur'an Zanzibar. Ni kutoa shukurani kwa jambo hili kubwa ambalo wamelifanya katika siku ya leo, hususan katika madrasa yetu hapa Al-Khairia. Ingawa wale ambao wamealikwa si wanafunzi wa hapa tu peke yake, mayatima wa hapa Al-Khairia tu peke yake, bali ni mayatima ambao wametoka katika maeneo mbalimbali, na vile vile baadhi ya watu wenye mahitaji maalum na wengineo ambao nao vile vile wametoka katika sehemu mbalimbali. Kubwa ni kwamba tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na awajalie ndugu zetu hawa uongozi huu wa jumuiya ya kuendeleza walimu wa vyuo vya Qur'ani Zanzibar kuendeleza zaidi shughuli kama hii ambayo wameifanya. Kwa hakika ni moja kati ya mambo makubwa sana. Mtume SAW amehimiza sana kuhusiana na kupewa huduma kwa vijana hawa mayatima, na akahimiza akasema kwamba ana wa kafilul yatim kahataini fil janna, mimi na yule ambaye atawalea mayatima, atawashughulikia mayatima, basi tutakuwa kama hivi vidole viwili katika pepo. Kwa hiyo wao wamefanya jambo kubwa sana kwa hakika. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao wamealikwa hapa, tunawashukuru sana. Kwa ni kwamba kwa Waislamu kujitahidi kuwatia nguvu ili angalau wafikie yale malengo ambayo wameyapanga, kwa sababu kama wao tu peke yao inakuwa ni vigumu sana hasa kuweza kufanya mambo kama haya au hata hayo mengine mbalimbali ambayo wao wameyaplani kuyatekeleza kuleta manufaa kwa Waislamu kwa ujumla. Sasa ningewaomba wahisani mbalimbali kama ambavyo wamewasaidia katika hili, basi wazidi kuwasaidia na kuwatia nguvu ili waweze kufanya mambo makubwa katika visiwa vyetu hivi vya Zanzibar. Kwa upande wake, mwenyekiti wa jumuiya ya kuendeleza walimu wa vyuo vya Qur'an Zanzibar, Abbas Shah Bakar, amesema lengo la kuandaa futari hiyo ni kusaidia jamii katika kuwafikia watu wenye mazingira magumu. Tumeamua sisi jumuiya kuweza kuwafutarisha watoto mayatima kutoka sehemu mbalimbali, ambapo tumeazimia mwaka huu kuwafutarisha watoto 150. Alhamdulillah sihaba. Mwaka jana tulifanya zoezi kama hili si la kufutarisha, kwa sababu jumuiya ndio kwanza tumeanza harakati hizi za jumuiya kuendeleza walimu wa vyuo vya Qur'ani. Tulitoa msaada kwa watoto 10 wa vyakula kwa kawaida, lakini mwaka huu tukaona tupige hatua nyingine mbele zaidi ya kufutarisha watoto mayatima pamoja na watu waliokuwa mahitaji maalumu, ili tuweze kufikia lengo kama ambavyo elimu katika jumuiya yetu kuweza kufikia jamii kupata zile huduma ambazo zinatokana na jumuiya. Ni jambo ambalo katika jumuiya yetu tumejikita ili tuweze tulifanikishe. Kwa leo alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kulifanikisha hili hapa Mpendae, na alhamdulillah watoto wamepata kula vya kutosha. Kwa tunawashukuru wale wahisani waliotusaidia na watu mbalimbali, na sisi wenyewe jumuiya kujikita katika kulifanikisha hili. Naye makamu mwenyekiti wa jumuiya hiyo, ndugu Zainab Suleiman Khatib, amewaomba wadau mbalimbali kuendelea kuwasaidia katika jumuiya yao ili kuzidi kuifikia jamii. Kama jumuiya yetu tunafahamu kwamba ni changa, ndo kwanza haijakuwa na uwezo hivi. Kwa hiyo tunawashauri watu ambao wana uwezo wa kusaidia watusaidie katika jumuiya yetu, ili tuwe na uwezo wa kufanya mambo mazuri zaidi, haswa katika mambo ya khairati kama haya, kwa sababu hata tumehimizwa sana kusaidiana, na ndo kama sisi tumefanya hivi leo kuwasaidia zaidi, kuwaita watoto mayatima. Lengo ni kwamba kuwafariji, kuwa pamoja na wao, angalau wakajisikia kwamba na wao wanathaminiwa katika jamii. Na sisi ni walimu wa madrasa. Kama walimu wa madrasa, jukumu letu sisi ni kulea, na hili tulilofanya leo ni miongoni mwa majukumu yetu ya kulea watoto.
Baadhi ya waliohudhuria iftari hiyo wamesema jumuiya imeweza kukua kwa kasi kubwa sana, hata siku ya leo kuweza kufutarisha watu wenye mahitaji maalumu, mayatima na Waislamu mbalimbali waliokuwa katika jumuiya na wasiokuwa katika jumuiya, marafiki na ndugu mbalimbali waliokuwa katika nchi yetu ya Zanzibar. Hakika kwa hili na sisi moja ndio miongoni mwa malengo yetu kuhakikisha ndugu zetu mayatima na wale wasiojiweza kuishi katika maisha ambayo ya kufurahia kama vile wengine wanavyofurahia. Kwa hiyo inshallah tumelifanya hili la kuwafutarisha, lakini inshallah yatakuja mazuri zaidi inshallah. Pia vile vile tunawaomba viongozi mbalimbali wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar kuweza kutusaidia kutunga mkono katika kuhakikisha jumuiya yetu inajitahidi kufanya yale ambayo tunayoyakusudia inshallah. Na pia vile vile tunapenda kumshukuru kiongozi wetu Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuwa pamoja nasi na kutuletea amani na utulivu katika nchi yetu inshallah. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie siha na afya inshallah. Kuna Mungu wafikia kuja hapa iftari wa tima na watu walemavu wakili, kuomba makani aje rasi wetu msiwani Dr. Hussein Ali Mwinyi na mama Samia, nakomba aende safari nzima na watu wake, makamu wake, makamu pili na msemo wa Jimwa na Mwalimu Saidi. Asema hivi makani aje raisi hapa uftarisa makani, akaomba aende safari nzima, akimaliza muda wake mimi nitakaa raisi. Futari hiyo imeshirikisha watu wenye mahitaji maalum, watoto mayatima pamoja na wakuu wa vyuo vya Qur'an. Abdurrahman Sheha, ASAM Online TV.